ukahisi ni jambo kubwa sana. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Ukahisi ni jambo kubwa sana, lazima ndio wanalo ndio upate hati, au mtu fulani mwenye suti hivi ndio anapana kuwa na hati. Hapana. Unachopaswa kujua, ile eneo umepataje. Kwanza lazima ufahamu eneo umepataje. Kama umepata kutumia mpango wa jiji au halmashauri, kwa wamepima vipande vya ardhi wakaanza kuviuza, manake wewe kitu cha kwanza kabisa kuwa nacho wewe, kuna kitu anaita invoice. Ni ankala invoice, unaletewa invoice inayekuambia Kaspa Muya, sawa, umeomba kiwanja namba fulani, unaandika plot kilichopo bloku ili eneo la Nyamagana lenye ukubwa huu. Gharama za kiwanja hicho ni hizi hapa, wanakuorozeshea pale, wanakupa ile. Nani ameshawahi kupata kitu kama hicho? Ni muhimu sana. Sasa wewe unachotakiwa ni ile gharama ile kwenda kuilipa. Ukishalipa utakuwa na kitu cha pili ambacho unacho wewe. Ukilipa unapewa nini? Unapewa risiti. Yaani hapa nakupa mchakato wa jinsi wa kuanzisha mchakato wa kuomba hati. Tunataka tujue hilo eneo ni la kwako. Kama kiwanja ulipata kutumia mfumo huu wa viwanja vilipimwa vikatangazwa kuuzwa, wewe lazima ulipokea invoice kutoka kule anakouza. Wewe ulichopaswa ni kwenda kufanya nini? Lipa. Ukilipa maana yake utakuwa na risiti ya malipo. Lazima uwe nayo wewe mmoja hapo. Kitu cha pili, ukija pale watakupa fomu. Ile fomu inaitwa fomu namba 19. Ile fomu ndio wewe unakuja kuomba, naomba kumilikishwa. Kwa pale ndio utajaza taarifa zako binafsi na hilo ombi unaloliomba. Kwa hiyo ni nyaraka ya pili ambayo utakuwa nayo. Nyaraka ya tatu, ili tujue ni wewe unayekuja kuomba ndio uliolipia, sisi tutakuomba kitu kinachoitwa NIDA au kitambulisho kile cha taifa. NIDA, ili tuangalie Kaspa Muya anafanana na ile invoice iliyomwomba alipe. Kaspa Muya inafanana na NIDA, ndio ujaze mule ndani yafanane. Mwisho kabisa namba yako ya simu. Namba ya simu ni muhimu kwa sababu mfumo wetu ni wa kidijitali, ili wewe na sisi tuwasiliane kwa simu tu. Mambo ya kuja hapa hayapo. Haya unaweza kufanya ukiwa huko nyumbani hata bila kuja hapa. Kwa hiyo kufungua akaunti ya hii ardhi mtu yoyote anaweza kufungua. Kwa hiyo ukiwa kule nyumbani, kama una akaunti hiyo, ndio vile vitu utaanza navyo kuviingiza mule ndani. Unafungua ile akaunti, ndio inakuja kuuliza unataka nini. Kama unakuja kuomba hati kwa kiwanja kipya, kuna sehemu ya kubonyeza. Hii itakuambia maneno mawili matatu, unaingiza mule ndani, kesi imeisha. Ukishabonyeza tu ile, kama umemaliza kuongeza vitu, moja kwa moja kwenye simu yako itakupa wewe kitu anaitwa control number, ambayo kwa sasa hivi control number ya kwanza ambayo utaipata itakutaka ulipe gharama za ombi lako, ambayo ni shilingi ngapi? 5,000. Ukishalipa hiyo, tayari faili lako linaenda kwa mtu mwingine bila wewe mwenyewe kujua, kimtandao tu. Kule yule mtu anahakiki vizuri kiwanja kile, kitafuta kweli kipo, akina mtu mwingine, akina mgogoro, kinaangaliwa matumizi yake ni nini, michakato mingine inaendelea. Kuna wataalamu mle ndani wanaangalia mle. Kama
Hakuna mgogoro wowote na kila kitu umewasilisha mule ndani. Kuna mtaalamu pale ambaye akiklik itakuja control number nyingine ambayo itakuambia gharama ya upatikanaji wa hati hii ni shilingi kadhaa. Wewe kazi yako tu ni kutunza hela kwenye simu kama unavyotunza zile hela zingine. Tunza tu. Kwa kiambia shilingi 32,000, 30 ngapi si nini? Pale pale. Ukiwa nyumbani umelala kabisa, yani leo Jumamosi safi kabisa. Unalipia pale. Ukishalipia tu muda mfupi itakurejea message nyingine. Maombi inakujulisha nini? Hati yako kiwanja nini iko tayari, njoo ofisi ya kamishna wa ardhi msaidizi ukiwa na kitambulisho chako cha NIDA ili tujue yule mwenye aliomba ndo aliyekuja kuchukua. Usimtume mjomba, usimtume mke, usimtume mume. Mambo haya yanakwenda kwa kujiamini mwenyewe kwanza. Mambo haya kusema mimi bibi yangu anaumwa amenituma nje kuchukulia, msitoe. Haje na dokumenti ya kisheria inayemtambulisha yeye kama ametumwa na huyo mtu, ndio tutampa. Lakini vinginevyo hati uchukuliwa na mtu aliyeomba. Hapo nimekwenda kwenye aina moja tu ya upatikanaji wa hati, kama kiwanja umepata kwa mfumo huu wa halmashauri au manispaa imepima viwanja umeenda kununua. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.